Kitabu cha Waamuzi 18:30 mpaka 31. Kitabu kile cha Waamuzi sura yake ya 18 mstari wa 30 mpaka 31. Roho Mtakatifu na tufunulie maandiko. Kisha wana wa Dani wakajisimamishia hiyo sanamu ya kuchonga, na Yonasam mwana wa Gishomu mwana wa Musa, yeye na wanawe walikuwa ni makuhani katika kabila ya Wadani, hata siku za kuchukuliwa mateka hiyo nchi. Mstari wa 31. Basi wakajisimamishia hiyo sanamu ya kuchonga aliyoifanya Mika wakati wote, ili nyumba ya Mungu ilipokuwako huko Shilo. Amen. Haleluya. Wakajisimamishia sanamu ya kuchonga wana wa Dani, manake kabila la Dani. Tusome pia Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 28 mpaka mstari wa 30. Kuna vitu ambavyo Mungu hapendi, ni mambo ya sanamu za kuchonga, mambo ya kuabudu miungu mingine badala yake. Ni miongoni mwa vitu vinavyofanya machukizo kwa Mungu, kiasi kwamba akawaondoa Dani kutoka kwenye waliopigwa muhuri. Kabila nzima ikafutwa, badala yake akataja kabila la Lawi, kwa sababu hao walikuwa ni makuhani wa Kristo, na akataja Yusufu na akamtaja Manase. Soma Wafalme wa kwanza sura ya 18. Ndio. Mstari wa 28 hadi wa 30. Yes. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe, ndio, kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Mstari wa 26. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Anzia 28. Wafalme wa kwanza 12:28 mpaka 30. Haleluya. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 28 hadi 30 mpaka 30. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanya ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Mstari wa 29. Akamweka mmoja katika Beseli na wa pili akamweka katika Dani. Mstari wa 30. Jambo hili likawa dhambi, maana watu walikwenda kuabudu mbele ya kila mmoja, hata huko Dani. Amen. Haleluya. Walikuwa ni chanzo cha ibada za sanamu katika Israeli, na walisimamisha masanamu, mang'ombe na viumbe mbalimbali, wakasababisha Mungu akachukia. Amina. Haleluya. Amen. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vilifanya waondolewe katika hesabu ya siku za mwisho. Amen. Wasiwepo katika watu waliotiwa mihuri. Yes. Sema amen. Amen. Kabila nzima linafutwa na kuondoka.
sababu ni miungu, sababu ni kuto kutii sheria ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo lazima na sisi tujiangalie. Unaweza ukawa ni mtu uliyebarikiwa, unafanya mambo mengi mazuri. Amen. Lakini ukajichanganya tu na ibada ya sanamu. Amen. Mungu anakufuta kwenye urithi wake. Amen. Ule muhuri wa Mungu unaondoka. Amen. Maana yake utabaki ukiwa katika muhuri wa Ibilisi. Kujichanganya tu, kitendo cha kujichanganya tayari umejiingiza katika matatizo ya kufutwa. Kabila la Dani wakajihusisha na maandiko yanasema ya kwamba Yakobo alitamka Dani atakuwa nyoka njiani. Wakati tunasoma zile baraka ambazo baba yao Yakobo alikuwa anawapa. Amen. Amen. Ule ulikuwa ni unabii. Sasa ile nyoka, kuwa nyoka njiani, manake tayari kuna spirit ya serpent imekuwa imewasumbua na kuwafanya wawe katika hali ya ujanja mwingi, kwa kujichanganya huku na huku. Kitabu cha Mwanzo wa 49 mstari wa 19, mstari wa 16 na wa 17. Wenzake waliitwa watakuwa simba, lakini yeye akaambiwa kabisa utakuwa nyoka njiani. Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 49 mstari wa 16. Nitashuka nayo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Dani atahukumu watu wake kama moja ya makabila ya Israeli. Amina. Ndiyo. Dani atakuwa nyoka barabarani. Atakuwa nyoka barabarani. Bafe katika njia, aumaye visigino vya farasi. Hata pandaye ataanguka chali. Mstari wa 18. Wokovu wako nimeungoja, e Bwana. Mstari wa 19. Gadi jeshi lake litamsonga, lakini hapo. Amina. Haleluya. Haleluya. Tunaona anatabiriwa ya kwamba atakuwa nyoka njiani kuwasumbua wenzake na atapata anguko. Anguko ndio hili la kutolewa katika hesabu ya Mungu. Amen. Haleluya. Mungu wetu anataka wote mwisho wa siku tupigwe muhuri. Amen. Tuwe na chapa yake. Amen. Tuwe na nguvu yake. Amen. Tutembee katika uwepo wa Mungu. Amen. Na mwisho wa siku tufike mbinguni. Amen. Lakini kujichanganya ni miongoni mwa vitu vinavyofanya watu wanakosa kibali cha Bwana. Yes. Hebu sema amen. Amen. Sasa kabila jingine tumeona limeondolewa pale. Yes. Ni kabila la Efraimu. Amen. Kabila la Efraimu tutawasoma. Sababu ni nini? Tusome kitabu cha Hosea. Hosea 4 mstari wa 17. Kitabu kile cha Hosea sura yake ya 4. Ndiyo. Mstari wa 17. Yes. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Efraimu amejiungamanisha na sanamu. Mwache. 18. Hapo. Amen. Amejiungamanisha na nini? Na sanamu. Efraimu amejiungamanisha na sanamu. Haya ni madhara ya sanamu. Maandiko yanasema mwache.
Kwa hiyo kwenye listi ya mwisho ndio maana aliachwa, hakutajwa. Muda wote anajihesabia yeye ni miongoni mwa wana wa Israeli, kabila 12 za Israeli. Na wakati ndugu yake Manase pamoja na yeye wanahesabiwa pamoja, Yusufu hakutajwa. Lakini kutokana na yeye kujiungamanisha na sanamu, ndugu yake Manase anatajwa miongoni mwa kabila 12. Halafu nafasi yake jina la baba yake Yusufu linakuja kurudi tena pale pale. Kwa hiyo miongoni mwa makabila yumo, lakini waliotiwa muhuri anaondolewa kwa sababu ya kujiungamanisha na sanamu. Na zipo njia nyingi zinazofanya mwanadamu awe katika muunganiko na sanamu. Sanamu, sema sanamu. Sema kujiungamanisha na sanamu. Sanamu za kuchonga, sanamu za kujitengenezea kichwani. Kuna vitu unaviabudu vimegeuka kuwa sanamu. Yaani jambo lolote ambalo unalitegemea zaidi ya Mungu wako tayari linageuka kuwa sanamu, umeliabudu. Haleluya. Linakufanya unaachwa katika ufalme wa Mungu. Linakufanya unaachwa katika kibali cha waliopigwa muhuri. Sasa tuangalie familia zetu, tuangalie kwenye ukoo. Je, sanamu zipo hazipo? Miungu ipo haipo? Hii ndio vita tulionayo. Kama unaweza ukapambana sana katika kumwabudu Mungu, katika kufanya kazi ya Mungu, lakini kama kuna njia ambayo umeunganishwa na sanamu, mwisho wa siku unaachwa, mwisho wa siku unapotea. Ndicho kilichomfanya Efraimu, ambaye alikuwa na nafasi sawa na ndugu yake Manase, kwa sababu mara kuna maeneo mengine Yusufu alitajwa kama kabila, wanatajwa watoto wake, na Lawi hawatajwi kama kabila kwa sababu wao walikuwa ni makuhani walioishi miongoni mwa makabila yote. Lawi waliambiwa mtakaa sehemu mbalimbali kwenye miji mbalimbali mkifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kuna mahali ambapo hawakuunganishwa kama kabila nzima. Lakini hapa mwishoni Yusufu anarudishwa kwa sababu ya Efraimu amejiungamanisha na sanamu. Tuangalie kwenye familia zetu. Kuna vitu vinatuponza, tunakosa baraka za Mungu, tunakosa vibali vya Mungu kwa sababu kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye kabila pameungamanishwa na sanamu. Yes. Sasa wewe ambaye umefika katika ibada ya leo, Ndiyo. Wewe unateuliwa kuwa kabila la watumishi. Amen. Kabila la Lawi. Yes. Ili urudi kwenda kukomboa. Amen. Kwenda kujitenganisha. Yes. Na nguvu za sanamu. Amina. Kujitenganisha familia, ukoo na nyumba. Yes. Ya baba yako. Amen. Kutoka kwenye mafundisho ya sanamu. Yes. Kutoka kwenye kuabudu sanamu. Mungu anatarajia mtu mmoja tu. Amina. Ambaye atatengeneza mahali palipobomoka. Yes. Mahali palipoharibika. Amen. Mahali ambapo pana laana. Amina. Huyo mtu mmoja akisimama, ndugu zake wote wanakombolewa. Amen. Aliambiwa Gideoni, nenda ukabomoe madhabahu ya Baali ya baba yako. Amen. Na kisha ukanikusanyia ndugu zako. Yes. Yeye alilalamika ya kwamba mimi ni miongoni mwa kabila ndogo. Amen. Gideon alikuwa kabila gani? Manase. Amen. Haleluya. Amen. Alikuwa kabila Dogo. la Manase. Yes. Kabila dogo na ni kabila maskini, na yeye alikuwa ndio mdogo kuliko
wote. Lakini Mungu akamwambia, ndani ya nyumba ya baba yako pako na madhabahu ya Baali, nenda ukaifyatue fyatue. Amen. Ili Mungu apate kurehemu ukoo wako. Amen. Ili Mungu apate kurehemu familia. Amen. Kabila zima litaokolewa. Amen. Na leo tunaona mwishoni, yes, kabila la Manase, amen, walipenya. Amen. Walipenya katika listi, yes, ya wale wanaotiwa muhuri wa Mungu. Amen. Ninatamka katika ibada ya leo, kama wachawi walikupiga mihuri yao, yes, Mungu aliye hai, amen, na yeye ana muhuri wa kwake, ukapigwe muhuri wa Bwana, yes, kuanzia saa hii, kwa ajili ya ushindi, amen, kwa ajili ya neema, amen, kwa ajili ya uponyaji, amen, kwa ajili ya kuvuka, yes, katika jina la Yesu Kristo. Yes. Bwana wa majeshi anasema, amen, maandiko yanasema, ninazichukua, yes, chapa zake Yesu, amen, wala msinisumbue, kwa sababu ninazo chapa za Yesu. Yesu. Manake ninao muhuri wa Yesu. Amen. Leo utapokea muhuri wa Bwana ambao utakuwezesha. Yes. Maadui watakutambua. Wachawi watakutambua. Waganga watakutambua. Yes. Mashetani watakutambua. Wewe ni mteule wa Bwana. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Lazima uangalie, je, yes, tupo sawasawa na Mungu? Amina. Tuko na muhuri wa Mungu? Amina. Au tulishapotea? Amen. Au tulishaachwa? Amen. Maandiko yanasema Efraimu amejiungamanisha na sanamu, mwache. Yes. Haleluya. Amen. Kwamba amejiungamanisha, hiyo ni yeye amefanya kitendo. Amen. Lakini matokeo ya yeye kujiungamanisha na sanamu ni kuachwa. Amen. Haleluya. Amen. Watu tunaachwa na kibali cha Mungu. Watu tunaachwa na baraka za Mungu. Watu tunaachwa na neema ya Mungu. Amen. Kwa sababu ya kujiungamanisha na sanamu. Amina. Sasa swala la sanamu ni somo pana ambayo tutaliangalia kwa kina. Yes. Ujue aina ngapi za sanamu. Amen. Jinsi gani mtu anajiungamanisha na sanamu. Amina. Bila yeye mwenyewe kujua. Yes. Naweza ukadhani uko sawa sawa. Amen. Lakini mbele za Mungu wewe unahesabiwa ulishajiungamanisha na sanamu. Yes. Sawa si sawa? Sawa. Miongoni mwa madhara makubwa kabisa ya kujiungamanisha na sanamu ni kuachwa na Bwana. Amen. Ni kuachwa na kibali cha Mungu. Amen. Naweza ukaomba, unaweza ukapambana mpaka siku za mwisho, ukadhani tuko pamoja. Gari linapokuja hapa, kumbe wewe ulikuwa ni konda. Yes. Ulikuwa sio konda, ulikuwa ni mpiga debe. Mpiga debe. Amen. Yule anayesema Moroko mwenge. Ndio. Moroko mwenge. Ndio. Lakini gari ikija, yeye anabaki pale pale. Wengine wanapanda, ndio, wanaondoka, yeye anabaki pale pale. Amina. Moroko mwenge, makumbusho. Ndio. Gari ya makumbusho inakuja, unajua labda na yeye atakuwemo. Ndio. Yeye hapandi, haendi, ila amepiga debe masaa. Amen. Na amesaidia watu wamepanda. Ndio. Yes. Na amewaongoza vizuri. Amen. Sema nakataa kuwa mpiga debe katika jina la Yesu. Na mimi nitapanda, na mimi nitakwenda, na mimi sitaachwa. Nakataa kuachwa na gari la Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pigie Bwana Yesu makofi ya kutosha. Amen. Ongeza tena makofi ya kueleweka hapo ulipo. Waimbaji wameimba hapa, mbinguni kuna wenye uhai wanne. Yes. Wanaomwimbia Bwana. Amen. Wakisema wastahili. Yes. Haleluya. Amen. Wenye uhai wanne, miongoni mwa characteristics zao, amen, ni kwamba wana macho mbele na nyuma. Amina. Hawa wenye uhai wanne wako karibu kabisa na kiti cha enzi. Amen.
Tuliona kwenye maandiko siku ya Jumanne hapa kwamba pale kwenye kiti ambapo mwana kondoo yupo, Amina, wanafuata wenye uhai wanne, alafu kuna wazee 24. Amina. Hawa wenye uhai wanne, miongoni mwa vitu ambavyo vimewajaa sifa walizonazo, Amina, ni uwezo wao wa kuona Amen. mbele na nyuma. Amina. Kuona mbele na nyuma maana yake kuona yaliyopo, Yes. yaliyopita Amen. na yanayokuja. Yes. Watu wa Mungu leo tunahitaji neema ya kuona mbele na nyuma. Amen. Tunahitaji neema walionayo hawa wenye uhai wanne, Amen, ya kuona yaliyopo na yajayo. Amen. Kwa sababu ulimwengu wa roho Ndio umetawaliwa na siri nzito zilizofichwa. Yes. Kuna vitu ambavyo ungeviona wakati upo kijana, Amen, ungevifanyia kazi. Amen. Katika uzee wako ungekuwa na amani. Amen. Kuna vitu ambavyo ungeviona ulipokuwa mtoto, Yes. ungevifanyia kazi. Amen. Katika ujana wako ungekuwa na amani. Amen. Kuna vitu ambavyo ungeviona ulivyokuwa darasani, Yes. ungevifanyia kazi. Amen. Sasa hivi ungekuwa vizuri. Amina. Sema amina. Amen. Kuna vitu ambavyo ungeviona kabla ya kuingia kwenye uchumba, Amen. kabla ya kuingia kwenye ndoa, Amen. ungevifanyia kazi. Yes. Yasingekukuta ya kukukuta, Amen. kwa sababu hatuna macho mbele na nyuma. Amen. Lakini maandiko yanatuambia hawa wenye uhai wanne, miongoni mwa sifa yao kuu, Yes. ni uwezo wao wa kuona. Amen. Uwezo wa kuona sio wa wenye uhai wanne peke yao. Amen. Hata sisi wanadamu tunatakiwa kuwa nao, kwa sababu haujui future ina hold vitu gani. Amen. Haujui yaliyopita yalikuwaje. Amina. Ndani ya familia, ndani ya ukoo, Yes. kuna mambo gani yalifanyika before you, Amen. ambayo yanakuathiri katika maisha yako ya leo. Yes. Lakini ukishakuwa tu na macho ya rohoni, Yes. kuona yaliyopita, Mungu atakwambia chanzo cha huo ugonjwa wa presha Yes. kwenye familia yenu. Amen. Kwa nini katika familia kila mtu anapitia ugonjwa huo huo unaofanana? Pana chanzo chake. Kwa nini wote mnakuwa na ganzi mkono wa kulia? Amina. Au watu wanaopigwa stroke Amen. wakifikisha miaka 40? Amen. Kila familia ndani ya ukoo wenu Yes. pana stroke zinafanana, Amen. mazingira ya kufanana. Amen. Au ni kwa nini katika ukoo wenu Yes. watoto wa kiume Yes. wa miaka fulani, Amen. katika kila nyumba Amen. panatokea msiba wa vifo vya moto, Amina. au msiba wa vifo vya ajali, Amen. au msiba wa vifo vya maji? Amina. Kuna mambo gani yalifanyika in the past ambayo sasa hivi yanakuathiri na yanatengeneza future yako? Amen. Pasipo macho haya ya kiroho Yes. ya kuona mbele na nyuma, Yes. utaingia kwenye future Amen. ukiwa blind, ukiwa hauoni, Amen. ukiwa haujui cha kutarajia. Amen. Ila ukiangalia kwenye pattern ya maisha ya ndugu zako, unajua hapa ndoa yangu hii, tunapoenda huku kuna jambo litatokea. Amen. Kwa sababu kwenye familia haya mambo yanajirudia, yanatokea. Amen. Sasa haya mambo, pasipo kujua iliyo chanzo, pasipo kujua chenye kuleta hayo matukio, Amen. hatuwezi kutoboa. Yes. Hatuwezi kuingia kwenye waliopigwa muhuri. Amen. Utabaki kusema mimi kabila yangu Manase ni kabila ndogo, hatustahili chochote. Amen. Lakini Mungu anapokufungua macho, Yes. anakupa na uwezo wa kutatua yale anayokuonyesha. Amen. Sema amen. Amen. Huyu Gideon tunayemzungumza hapa wa kabila ya Manase, Yes. yeye mwenyewe alisema ya kwamba kabila langu ni dogo, Dogo. lakini Mungu akamwambia, yule malaika aliyekuja kusema naye akamwambia, wewe uliye
hodari. Amen. Wewe uliye shujaa. Shujaa. Kwa nini unaniita mimi hodari? Amen. Kama Mungu wetu upo, Amen. Mbona tunateseka? Amen. Mbona tunapitia haya? Ni kwa sababu hauoni mbele wala hauoni nyuma. Amina. Haleluya. Amen. Sasa Manase, huyu Gideon, yeye alipata kibali, alipata neema ya kutokewa na malaika na kumwambia cha kufanya. Mimi na wewe, neema ya kutokewa na malaika, yes, ndio ibada hii ya leo. Amen. Ibada hii ya leo, amen, ni kwamba ufunguke macho, yes, ujue chanzo cha mapito, amina, na ujue yanayokuja mbele, ili uweze kureverse, amen, ili uweze kubadilisha. yes. Mungu wetu ana uwezo wa kubadilisha, amen, kile ambacho ameshakupangia kama ghadhabu. Amen. Muulize mfalme Hezekia, mambo yake ya nyumba yake yalikuwa yameharibika. Alikuwa kwenye ugonjwa wa kufa. Mungu mwenyewe akatuma nabii, yes, Isaya, akamwambia sema na Hezekia, amen, mwambie kwamba ugonjwa huu alionao, yes, hawezi kupona, amina, atakufa. amen. Manake Mungu anazungumza future events, mambo yatakayotokea baada, atakufa. Amina. Nabii kama nabii akaenda akamweleza wazi ya kwamba hichi kitanda ulichopanda hautashuka ukiwa mzima. Amina. Yaani kitanda ulicholala ndio jeneza lako. Amina. Hebu sema amen. Amen. Maandiko yanatuambia, kama unaweza kunitafutia hiyo habari ya Hezekia, wasije wakaona kama ninawabunia vitu hapa. Naona wengine wameanza kusinzia. Hebu mwambie jirani, acha kusinzia wewe. Hapo kuona tu mbele tena hutaki, wakati leo tunataka uone mbele na nyuma. Hapo ulipo unaona tu mbele, yes, na mbele kwenyewe unataka ulale tena kwenye ibada. Mwambie jirani, hebu amka. Mbona umwamshi? Muonee huruma neighbor. Haleluya. amen. Hebu nipe hiyo story. Kitabu cha Wafalme wa Pili, sura yake 20 mstari wa kwanza. Ndiyo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amos ndiyo akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Mstari wa pili. Ndiyo. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema. Kasemaje? Mstari wa tatu. Ndiyo. Nakusii Bwana kumbuka sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Mstari wa 4. Analia kwa ajili ya mambo yanayokuja. Amina. Kwa sababu ameshaonyeshwa yajayo ni kufa. Maandiko yanasema Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Sema hatari ya kufa, hatari ya mauti. Yaani wewe unapougua ugonjwa wa aina yoyote, ujue katika ulimwengu wa roho kuna hatari ya kufa imeandaliwa kwa ajili yako. Unapopata uzito, maradhi ya aina yoyote, ujue katika ulimwengu wa roho shetani kama alikutupia, anakutupia kwa ajili ya kuua. Amen. Maandiko yanasema mwivi haji ila auwe, achinje, aibe, akuharibu kabisa. Amen.
Hajaja mwizi kuchekacheka. Yes. Yaani hata ukamwona mchawi kwenye ndoto, ujue kuna kitu amekuja kukiua. Amen. Hata ukamwona kwenye ndoto, mapambano yoyote yale, mnavutana, ujue kuna kitu amekuja kuua. Shetani anavyokuja katika maisha ya mwanadamu, haji kukupromoti. Amen. Haji kukufanyia entertainment. Wewe unaona wachawi wanacheza ngoma wamekuzunguka, unaona kama ni burudani. Amen. Haleluya. Amen. Na kesho tena unalala tena, muda ule ule tena wanakuja wanakuzunguka na vinguo vyao vile vile. Mwivi haji ila aibe na kuharibu na kuchinja na kuangamiza kabisa. Hizo ngoma wanazokupigia, kazi kubwa, matokeo yake ni kuua. Amen. At the end of the day ni kifo. Yes. Ndo kazi ya shetani. Amen. Kwa hiyo Hezekia anaambiwa alikuwa kwenye hatari ya kufa, lakini baada ya kupewa ujumbe akageuka ili kubadilisha matokeo ya mbele, kilichopo mbele. Amen. Maandiko ukiendelea mbele yanakuambia Mungu akageuza. Yes. Akamwongezea miaka ya kuishi. Amen. Kile kivuli cha mauti kikarudishwa nyuma. Amen. Akaongezewa maisha, madaraja 15. Yes. Miaka 15. Amen. Miaka 15 ni miaka mingi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema amina kama tuko pamoja. Amina. Ni maombi yangu jioni ya leo, Ya leo. yeyote Yes. aliye katika hatari ya kufa, Amen. Bwana akapindua matokeo. Amen. Hakuondolea hatari ya kufa. Yes. Kufa kiroho. Yes. Kufa kimwili. Ndio. Kufa kiuchumi. Ndio. Hatari yoyote inayokukabili ya kifo, Yes, cha kiuchumi, ninaipangua kwa jina la Yesu. Kama Isaya aliweza kuomba akaipangua hatari ya kufa, na kuhakikishia katika ibada ya leo, maombi tutakayoomba hapa, hatari ya kufa inaondoka. Hatari ya mauti inaondoka. Hatari ya mateso inaondoka. Hatari ya magonjwa inaondoka. Kila maradhi yaliyoandaliwa kwenye maisha yako yametumwa kuua. Nasema katika ibada ya leo, napindua na kuharibu na kurudisha nyuma kivuli cha mauti, kivuli cha uharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Sema amina, miaka yako iongezeke wewe. Amen. Sema amina, baraka yako iongezeke wewe. Amen. Sema amina, uchumi wako upandishwe wewe. Amina. Sema amina, ushindi wako uongezeke wewe. Sema amina, mauti ipanguliwe. Yes. Haleluya. Amina. Hezekia akageuka ukutani, akaomba mbele za Bwana. Amina. Alipoomba, Mungu akajibu. Amina. Mungu akarejesha miaka ambayo ilikuwa inaliwa, ambayo ilikuwa imeshakabiliwa, akaongezewa maisha. Amen. Kuna watu wanaongezewa maisha katika ibada ya leo. Kuna watu uchumi wao unapandishwa kupitia maombi haya. Unaweza usione kinachoendelea. Hata Hezekia alijua ni ugonjwa wa kawaida. Lakini Bwana akamwambia huko kwenye hatari ya kufa. Amen. Kabla hajaambiwa hakuomba. Yes. Aligeuka kuomba. Amen. Baada ya kuona. Amen. Baada ya kuonyeshwa kinachokuja. Amen. Kifuatacho. Amen. Alipoonyeshwa kifuatacho, amen, akageuka. Yes. Ndipo akapaza sauti kuomba mbele za Bwana. Amen. Kuna watu tupo hapa. Yes. Kama tungeonyeshwa kifuatacho, amen, kwenye maisha yetu, yes, hatutolala. Amina. Ila kwa sababu unaishi, yes, bila kuona, amen, bila kujua, yes, unaweza ukalala kwa amani. Yes. Unaweza ukala ukashiba ukavimbiwa. Amen. Haleluya. Amen. Lakini ungajua
Yes. Kile shetani amekipanga, Amen, kukufuta, yes, kukuondoa kwenye muhuri, amen, hata jina lako lisiwepo siku ya mwisho. yes, Kama aliweza kufuta kabila zima, amen, hashindi kukufuta wewe, yes, shindi kukusababisha na wewe ukashindwa. amen, Ndio maana unatakiwa kujua, unatakiwa kuomba macho mbele na nyuma, amen, kama wale wenye uhai wanne. amen, Sema amen. amen, Mungu akakufungua macho, yes, ukaona tu mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa roho, amen, kachanganyikiwa. amen, Kuna mambo mengine Mungu mwenyewe alisema hakuna aliyewahi kuniona mimi akaishi. yes, Haleluya. amen, Leo Mungu akufungue macho, yes, ukaone kinachokukabili, amen, ukaone chanzo cha mapito ulionayo, amen, ukaone chanzo cha mateso ulionayo. amen, Ukiona hautalala, hautalala, yes, wewe utakuwa ni muombaji, amen, wewe utakuwa ni mkeshaji, amen, wewe utakuwa ni mwalimu, amen, wewe utakuwa ni kiongozi wa maombi ndani ya familia, yes, utakuwa kiongozi wa maombi ndani ya ukoo. amen, Ukishaonyeshwa ndani ya ukoo yanayoendelea, yes, yaliyopangwa, amen, yaliyofanyika, yes, na yanayokuja kutokea, yes, wewe utakusanya ukoo wako wote, yes, utasema jamani, tuombe, amina, tuombe. amen, Mwambie jirani tuombe, tuombe, mwambie acha kulala, acha kulala, mambo ni mengi, mambo ni mengi, mambo ni mazito. mambo ni mazito, Huyo Hezekia alikuwa anaugua zake tu vizuri kwa amani, yes, anasubiri kufa, lakini hajaona kinachokuja, amina, mpaka nabii wa Mungu ambaye nabii ni jicho la Bwana. amen, Sema amen. amen, Nabii anakanyanga tu nyumbani kwa Hezekia, yes, anamwonyesha yajayo. amen, Hezekia anaanza kuomba. Kuna watu hapa, wewe kinachokufanya ukasinzia hata kwenye ibada ni kwa sababu bado hujaona kinachokwenda kutokea. But if you see amen, kama kwenye ibada unasinzia namna hii, je, nyumbani unaombaga kweli? Muulize jirani, unaombaga? People are sleeping. Na shetani, unajua wachawi wanakuwepo kwenye ibada, kazi yao ni kukupulizia. Wakiona hili neno ndio linaenda kukuokoa leo, wanaanza kukupepea, wana vipepeo vyao na kukupulizia hivi ulale. amen, Ukiona unasinzia, hebu cheki kushoto, kulia, mbele, nyuma, angalia network na mtandao. amen, Utakutana tu na mtu macho kwa macho, ujue ndio huyo huyo. amen, Haleluya, amen, sema amen. amen, Sema hatari ya kufa hatari ya ninaipangua kwa jina la Yesu, naikataa kwa jina la Yesu. Hatari yoyote iliyoandaliwa kwenye maisha yangu ya kuua maisha, ya kuua uchumi, ya kuua ndoa, ya kuua karama, naipangua kwa jina la Yesu. Napangua kivuli cha hatari ya kufa kwa jina la Yesu. Sema amina. amen. Unaweza ukawa huko katika ndoa, Amen. unaona mna amani, Amen. unaona mnapendana, lakini you don't know what is planned by the devil. Amen. Hallelujah. Amen. Haujui kilichopangwa na ibilisi shetani. Amen. Lakini ukijua, utatumia muda wako mwingi kumsihi Bwana. Yes. Kumwambia Mungu, yes, niongezee maisha ya ndoa yangu. Amen. Haleluya. Amen. Niongezee maisha ya biashara yangu miaka. Amen. Mweza kwa biashara yako ndio sasa hivi imeshamiri vizuri. Yes.
Lakini kumbe miaka miwili ilishaandikiwa ya kufilisika. Yes. Na wewe hauoni. Amen. Wewe unaendelea tu na wateja. Hauendelei na Mungu. Amen. Unaendelea na wateja. Wateja hao wengine wachawi, wengine wanakuletea machuma ulete, wanakuja kwa wingi. Sema amen. Amen. Kama Mungu akakuonyesha, yes, utasimama, utaomba. Amen. Utapambana. Yes. Unaweza ukawa ni darasani unashika namba 1. Amen. Shuleni unaongoza kwenye matokeo. Yes. Na ukishaongoza tu unajua mimi maisha yangu huko mbele yatakuwa yamenyoka namna hii. Amen. Si ndio hivyo huwa tunaamini tukiwa shule? Amen. Ndivyo hivyo huwa tunaamini kwamba wale vipanga, yes, wanaongoza darasani. Amen. Na maisha yao yatakuwa ni mtiririko. Amen. Sasa nenda leo ukaangalie listi from primary school, secondary school hadi chuo. Amen. Angalia wale waliokuwa wanaongoza. Je, kweli wote wamefanikiwa? Amen. Haleluya. Amen. Je, ni kweli waliokuwa wanashika namba 1 ni kweli wamefanikiwa wote? Amina. Wengine sasa hivi ndio wapo chini. Wale waliokuwa chini ndio wamekuwa namba 1. Amen. Kwenye maisha, kwenye kumwabudu Mungu, kwenye baraka za Mungu. Mungu wetu anavyotenda hapangiwi na mtu. Mambo yake hayachunguziki. Kama yule aliyekuwa namba 1 kila siku, best student ni yeye. Best student kwenye mathematics ni yeye. Best student kwenye English ni yeye. Kama angejua kilichopangwa mbele na mashetani, amen, kwamba ikifika kwenye mtihani wa mwisho, yes, wamemwandalia kuchanganyikiwa, amen, wamemwandalia kupaniki, yes, manake angeomba vizuri, angesimama na Bwana, amen, au wazazi wake wangejua jinsi gani ya kumkabidhi mbele za Mungu. Amen. Lakini ukishaona tu mtoto wako anafaulu, unajua ndo ameshafaulu. Bado, yes, bado. Amen. Mwambie jirani bado. Bado. Unatakiwa kugeuka. Unatakiwa kugeukia ukuta. Amen. Kama vile Hezekia alivyogeukia ukuta. Amen. Akaongezewa, akabarikiwa, akainuliwa kutoka kitandani. Yes. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Nayoongea uongo ukweli? Kweli. Waliokuwa wanafaulu darasani, ni kweli wote wamefaulu kwenye maisha? Hapana. Yeah. Hayo ndio mambo yalivyo katika ulimwengu huu. Ulimwengu una mambo mengi, amen, yasiyoonekana. Yes. Mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tunahitaji macho ya kiroho, yes, ili kuyaona yale yasiyoonekana. Amen. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba yale yasiyoonekana ni dhahiri. Imani, yes, ni nini? Ni uhakika, uhakika wa mambo yasiyoonekana, mambo yajayo, na hakika na bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Tunaposema bayana, manake yanakuwa wazi. Yes. Hiyo ndio imani. Yaani imani yako wewe hapo ulipo inapimwa kwa jinsi unavyoyaona mambo yasiyoonekana. Amen. Kama mambo yasiyoonekana na kwako hayaonekani, imani yako ni haba. Amen. Imani ni hakika, yes, ya mambo yatarajiwayo. Yaani una uhakika kesho. Amen. Kesho, amen, nitajenga nyumba. Amen. Nitapata ndoa. Yes. Nitafanya biashara. Amen. Nitakuwa na faida. Yes.
nitakuwa na nguvu za kiroho, uhakika wa mambo yatarajiwayo, ya kesho, mambo yanayokuja, future yako. Una uhakika gani nayo? Uhakika unapatikana kwa Yesu pekee. Ukishakuwa na Mungu, wewe una uhakika, wewe unaujua mwisho wako, kwa sababu Mungu wetu anatangaza mwisho wa jambo mwanzoni. Mwisho wa jambo lako analitangaza mwanzoni. Sema leo natangaza mwisho mzuri. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Natangaza mwisho wa maisha yangu, utakuwa na heri, utakuwa na heri katika jina la Yesu. Hata nikipitia magumu, hata nikipitia mabaya, ninatangaza mwisho mzuri. Kwa hiyo shetani atakugandamiza, atatumia mbinu zote, atatumia mamlaka yote kukuvuruga. Lakini ukishajua mwisho wako, unauona, ukishajua yajayo, yatarajiwayo, unayaona kwa uhakika. Shetani anaogopa watu wa namna hiyo. Yaani hata akikupiga magonjwa, wewe unamwangalia tu. Unajua mimi sitakufa bali nitaishi. Ninajua jemedari wa vita yuko upande wangu. Najua walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Hata kama wamenizingira, hata kama wamenizidi nguvu, shetani hawezi kuzidi malaika. Jeshi la mbinguni ni kubwa, ni kubwa kuliko jeshi la mashetani. Sema amen. Wewe utakuwa mtu hatari. Natangaza kutengeneza watu hatari hapa, ambao shetani atawaogopa, pepo atawaogopa, majini atakuogopa. Hata wakikujia usiku, unawaambia nimekuona. Kuingia kwako na kutoka kwako hautafanya kitu. Hautakula watoto wangu, hautakula uchumi wangu, hautaharibu kazi zangu. Nimepewa na Bwana. Bwana atanilinda, Bwana atanipigania. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina, ushinde. Sema amina, uone kibali cha Bwana. Haleluya. Una imani, una uhakika, unayaona. Leo ninakutamkia utaanza kuona ndoto nyingi. Kuna ufunguo wa ndoto unafunguliwa hapa. Walikupiba macho, waliziba ndoto, unalala unaota, halafu unasahau. Kuanzia leo ndoto zako zitakuwa bayana, ndoto zako zitakuwa wazi. Waliofumba macho yako, macho yafunguliwe, macho yaachiliwe. Taona yajayo, taona yaliyopita, utapata na ushindi. Sema amina. Wangapi wanaamini? Wangapi wana uhakika? Wangapi wanajua Mungu yuko hapa? Mungu atawatendea, Mungu atawafungua, Mungu atawabariki. Sema amina mbele za Bwana. Haya macho saba ni roho saba za Mungu. Roho saba za Mungu. Manake kwa nini zile roho zikaitwa macho? Yaani Mungu, ili andiko linapozungumza mwisho wa siku, anataka kutufundisha kwa habari ya roho saba. Lakini anaanza kwa kusema jiwe lenye macho saba, ambayo ni roho saba za Mungu. Anatufundisha habari ya roho saba. Lakini kwanza anaanza kuzungumza macho. Kwa sababu roho haionekani, roho haishikiki, lakini macho unayajua. Usichanganye roho na moyo. Watu wengine wakisikia roho wanajua ndio hii inaodunda hapa, huo ni moyo, physical. Lakini roho haishikiki, haionekani. Na Mungu wetu ni roho.
ila Mungu anazungumza kwa habari ya macho saba. Amina. Kwanza anazungumza kwa habari ya jiwe. Yes. Kwa sababu wanadamu wanapenda washike kitu kama jiwe hivi. Amina. Ndio waelewe kwamba nipo kwenye maombi. Amen. Maombi ya kurusha mawe. Amen. Utaona watu watakapochangamka hapa. Amen. Okota jiwe, piga adui, raha mustarehe. Haleluya. Amen. Ndio maombi yako pendwa. Maombi yako pendwa ni ya kushika mawe, yes, na kuwadunda wachawi. Amen. Au kushika fimbo na kuwatandika. Amen. Raha. Mungu akasema jiwe lenye macho saba. Amen. Hayo macho saba ndiyo roho saba za Mungu. Amen. Kwa sababu kabla hujaanza kupotea njia, anakurudisha kwenye roho. Amen. Kabla hujaanza kuzama kwenye macho, anakurudisha kwenye roho saba za Mungu. Amen. Kwa nini atumie macho? Kwa sababu mwanadamu anahitaji macho, yes, ili kuona hivi vitu tunavyovizungumza. Amen. Kwa sababu usivyoviona utaona mafundisho haya kama sielewi mtumishi huyu anachokifundisha. Amina. Sasa utaelewaje na umefungwa macho? Amina. Hapa tumezungumza kwa habari ya zizi, kutoka kwenye mazizi ya kondoo. Amen. Tumezunguka hapa wiki mbili, yes, tunafanya maombi ya kutoka mazizini. Amen. Watu wengi miongoni mwetu wameonyeshwa wazi, yes, wanatoka kabisa kwenye mazizi. Amen. Kitu ambacho katika ulimwengu wa kawaida yeye yupo mjini. Amen. Anaishi kwenye nyumba yenye tiles. Yes. Lakini spiritually yupo kwenye zizi la kondoo. Yes. Baada ya neno tu kushuka, Amen, ndipo macho yanafunuliwa. Amen. Anaanza kuota ndoto za mazizini. Yes. Mara unachunga ng'ombe. Amen. Mara unachuna ngozi. Amen. Mara wewe mwenyewe unajiota umevaa ngozi za kondoo. Amen. Mara waone watoto wako wana mapembe. Yote ulikuwa uyaoni kwa sababu neno lilikuwa halijapita. Ila neno la Mungu ni ufunguo, ni taa. Yes. Neno la Mungu ni taa ya maisha yetu kwa sababu inatufungua macho, inatuangazia, tunaanza kuona vitu. Amen. Na kila neno likitoka, kipeperushi kikitoka, ndoto zinazoambatana katika hiyo wiki zinaambatana na hilo somo. Yes. Kweli si kweli? Kweli. Haleluya. Amen. Kweli si kweli? Kweli. Kuna watu somo la waombezi limewagusa, wamejikuta wanaomba viwango sio vya kawaida. Yes. Viwango vya juu. Amen. Kwa sababu macho yanakuwa yamefunuliwa. Amen. Neno la Mungu ni taa, yes, ya maisha yetu. Amen. Ndio maana simama sana katika kujifunza neno la Mungu. Amen. Hata unapozidi kuchimba maandiko, ndivyo Mungu anavyozidi kusema na wewe. Amen. Ndivyo Mungu anavyofungua siri za rohoni, kwa sababu unakuwa umeshapata maarifa ya kudili nazo. Yes. Pasipo kupokea maarifa, Amen, hauwezi kupewa siri. Amina. Kwa mfano hii swala la macho ya kiroho, haya macho, wale wenye shauku ya kuona yajayo na yaliyopita, Amen, ndio watakaoona. yes. Wale ambao wanasinzia, wale ambao hawaitaki, wale ambao wanataka ipite waombewe yaishe, Amen, itapita, utaombewa, yataisha. yes. Lakini ukiwa na shauku na kuanza kuchimba na kuanza kuombea, utaona Mungu akikuonyesha mambo mazito. Amen. Sema amina mahali ulipo. Amen. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Sema amina mbele za Mungu wako. Amen. Tusome kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 6. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana
sura yake ya 4 ndiyo mstari wake wa 6. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Na mbele ya kile kiti cha enzi ndiyo kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai 4, wamejaa macho mbele na nyuma. Amen. Huo ni mstari wa ngapi? Mstari wa 6. Mstari wa 5. Mstari wa 5. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo na taa 7 za moto, yes, zikiwaka mbele za Mungu. Tuendelee sasa wa 6. Mstari wa 6. Ndiyo. Na mbele ya kile kiti cha enzi, yes, kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo, bahari ya kioo kama bilauri. Na katikati ya kile kiti cha enzi, ndiyo, na pande zote za kile kiti, ndiyo, walikuwako wenye uhai 4, wenye uhai 4, wamejaa macho mbele na nyuma. Endelea. Mstari wa 7. Ndiyo. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili ndiyo alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai arukaye. Amina. Mungu anakupa lugha ya picha, kwa sababu ukiambiwa tu wenye uhai 4, yes, hautaelewa. Anakuambia na mfano wa sura zao ili upate picha fulani. Yes. Leo Mungu akupe macho 7. Amen. Akupe kuona mbele na nyuma. Amen. Kama walivyo wenye uhai 4. Amen. Haya ni macho 7 ya Mungu, ni roho 7 za Mungu. Amen. Manake tumeona katika roho 7 za Bwana kuna roho ya Bwana, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya shauri, amen, roho ya nguvu, roho ya maarifa, yes, na roho ya kumcha Bwana. Amen. Zote zina umuhimu wake, yes, ili kukamilisha kipawa cha Roho Mtakatifu ndani ya mwanadamu. Amen. Unahitaji hizi roho 7 za Mungu kutembea pamoja na wewe. Amen. Yeyote aliyepokea Roho Mtakatifu, haya mambo 7, vipengele 7 anakwenda navyo. Sema amen. Amen. Tusome kitabu cha Mithali 15 mstari wa 3. Kitabu cha Mithali sura yake ya 15 mstari wake wa 3. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Macho ya Bwana, yes, yako kila mahali, yapo kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo wewe unachunguzwa na wabaya wako pia wanachunguzwa. Yes. Tusome kitabu cha Kutoka 33. Kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 12. Tuteremke nao. Musa walipiga kampu wakamwabudu Mungu katika mlima Sinai. Inafika wakati Mungu, kibali kinatoka cha wao kuendelea na safari. Watoke kwenye mlima Sinai waendelee na safari yao ya kuelekea nchi ya ahadi. Miongoni mwa maombi ambayo Musa aliyaomba mbele za Mungu ni uso wa Mungu au macho ya Mungu
kutembea pamoja nao. Soma kitabu cha Kutoka sura yake ya 33 mstari wa 12. Nitashuka nayo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Musa akamwambia Bwana, Angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukujunilisha ndiyo ni nani utakayemtuma pamoja nami. Ndiyo, walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Amen. Uso wako usipokwenda pamoja nami, ndio usituchukue kutoka hapa. Kwa hiyo Musa anagoma kuendelea na safari. Amina. Mpaka macho ya Mungu ama uso wa Mungu ndio uende pamoja naye. Yaani katika safari anapotoka hapa, macho ya Mungu yatangulie. Amina. Macho ya Mungu yawafuatie. Maana yake mbele na nyuma, macho ya Bwana yawe pamoja nao. Kwa sura ya malaika, kwa sura ya malaika atasimama nyuma yao. Kwa sura ya malaika atasimama mbele yao, kuwaongoza safari yao. Amina. Haya mambo tunayahitaji katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana tuna kitu kinaitwa roho wa shauri. Roho wa shauri anakuonyesha uchaguzi, uchague hiki ama ufanye hiki. Katika kila jambo ndiye anayekushauri. Leo uvae nguo gani? Leo upite njia ipi? Leo ule chakula gani? Amina. Sio unatafuna kila chakula. Ndio. Barabarani ukikuta umeweka meza, umeomba hapo, umedokoa. Amina. Mbele umekuta vya 300 umechukua. Ndio. Mbele umekuta vya 200 umetafuna. Ndio. Vyote vinajaza mateso ndani yako. Amina. Lakini roho ya shauri ikiwa ndani yako, wewe utajua hapa niruke. Amina. Hapa niruke. Ndio. Subiri kula nyumbani kwako. Amina. Watu wamekataa kabisa. Wanaopenda kudokoa dokoa wanasema sasa hapo kuhani mbona anagusa pabaya? Mishkaki. Kila aina ya mshikaki umetafuna. Mahindi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nipe roho ya shauri. Nipe roho ya shauri. Nipe roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Nipe roho ya hekima. Roho ya hekima. Nipe roho ya uweza. Roho ya uweza. Nipe roho ya kumcha Bwana. Roho ya kumcha Bwana. Hii roho ya kumcha Bwana ndio inakufanya uwe na hofu ya Mungu. Amina. Sio kujiamulia tu vitu. Ndio. Sio kujiamulia tu chochote unachofanya. Amina. Unajua kabisa ya kwamba Mungu hapendi. Amen. Lakini kiburi, kaidi, unaendelea na unafanya, na kanisani unaingia. Manake roho ya kumcha Mungu haipo. Amina. Roho ya maarifa inakusaidia kujua na kuchimba neno la Mungu. Kuchimba elimu, maarifa ya Mungu ambayo yatakusaidia katika kupangua mateso na mapambano na kupenya katika njia za ibilisi shetani, kumkwepa na kupita juu yake na kuwapangua wachawi. Bila ya kuwa na roho ya maarifa, utaomba maombi yasiyo na maarifa. Unachoka bure na matokeo hakuna.
Haleluya. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo nipe roho ya maarifa ili nimshinde shetani, ili nijue elimu ya juu, elimu ya kiroho, maarifa ya mbinguni, maarifa ya Biblia, maarifa ya kitabu, katika jina la Yesu. Wewe unafikiri kwa sababu gani ukianza tu kusoma Biblia, ndio ukifika mstari wa pili umesinzia? Mzito usingizi. Kwa sababu shetani hataki upate maarifa. Amina. Na ukishakuwa na roho ya maarifa ndani yako, ile ndio itakupigania. Unaweza ukasoma Biblia chapter nzima bila kusinzia. Amina. Na ukaelewa na ukatafakari. Ndio. Lakini bila hii roho, wewe utakuwa unasoma kama unasoma gazeti. Amina. Na ukitafuta usingizi, ukiona usingizi hamna, ndio kamata tu Biblia. Amina. Wachai watakubembeleza vizuri, utalala. Kwa jina la Yesu. Umepewa kodi hiyo. Watu wanalalamikia, kwani mimi usingizi sipati. Shika Biblia. Silali mpaka saa 9. Wewe yuko macho, anageuka huko anageuka huko. Amen. Anaenda kwenye friji, anaangalia friji lenyewe halina kitu. Ndio. Anarudi tena analala. Anajifunika shuka joto, akifunua baridi. Amina. Wewe chukua Biblia, utakuja usingizi. Wachai wakiona umeshika Biblia tu. Amina. Wanaona sasa hapa mambo yanataka kuharibika hapa. Amina. Huyu anataka kutuharibu. Amina. Wanajipanga kwenye kitanda chako hapa nyuma hapa, na kule miguuni wanaanza kukupepea hivi. Wengi mapepo. Lakini kwa vile hauna macho mbele na nyuma, you will never see them. Amina. Wewe utaona tu ka usingizi kanakuja, unasema msalipo salini namna hii: Baba yetu uliye mbinguni. Ndio. Jina lako. Jina lako. Ndio. Jina lako. Amina. Chali. Kuisha. Chali. Kesho tukikuuliza ulisoma andiko gani jana, unarudi tena pale pale. Na tukichukua Biblia tukaifuruka, ukikutana na mstari ndio unaendelea, kumbe tulisha kubadilishia ukurasa. Amina. Hebu simama kwanza. Haleluya. Simama juu, simama juu. Hebu jinyoshe, tunataka kuingia kwenye maombi. Kuingia kwenye maombi. Wewe Biblia unasomaga? Anza kusoma, utalala vizuri. Tunakwenda kumwabudu Mungu dakika 2, alafu nguvu za Roho Mtakatifu zitaanza kufanya kazi, kuachilia zile roho 7 za Mungu zianze kufanya kazi ndani yetu. Roho 7 za Mungu zitaanza kutembea humu. Fungua tu moyo wako, kuna kibali cha Mungu kinaenda kuachiliwa. Mahali popote penye hatari ya kufa, Mungu anakwenda kugeuza. Mahali popote penye mtego wa adui ambao umeandaliwa na mashetani, maombi yangu jioni ya leo, Roho Mtakatifu ambaye ndiye msaidizi wetu anaenda kupindua matokeo na kurekebisha. Wewe inua tu mikono yako, halafu muabudu Mungu katika roho na kweli. Jitahidi, jiachilie. Ni saa ya kumwabudu Bwana. Ungana na wenye uhai wanne, ungana nao sasa hivi unapoabudu, na wenyewe wamesimama kwenye kiti cha enzi, wanaabudu, wanamwimbia Bwana, na sisi tunaungana nao katika ibada hii. Ungana nao. Jesus.
Hawaimbi kama vipofu, wanaimba huku wanaona, wanaona mbele, wanaona nyuma. Hey. Oh Jesus, release the 7 spirits of the God. The 7 spirits. The 7 spirits. Unapoimba utapata msisimko wa Roho Mtakatifu. My Lord, yes, imba mpaka upokee, mpaka uguswe, ungamanishwa. Yes, napokea the 7 spirits. Paza sauti yako, omba kwa hisia, imba kwa hisia. Jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za Mungu, jiachilie mbele za Mungu aliye hai. Jesus, nguvu za Mungu zinapita. Roho Mtakatifu, wewe imba, imba, imba. Jiachilie mbele za Bwana. Kibali kimeachiliwa. Yes. Mwambie Yesu astahili wewe. Mwambie Bwana unastahili peke yako. Mwambie Yesu unastahili, Mungu aliye hai. Yes, yes. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa neema ya kipekee. Zile roho 7 za Mungu. Wastahili wewe Yesu, wastahili wewe Yesu, wastahili wewe Yesu, upokea
omba mbele za Bwana. Anza kutamka mbele za Mungu. Mwambie Bwana wastahili. Mwambie Bwana unaweza.